Wanawake wengi hushindwa kubeba ujauzito au kushika mimba kutokana na maambukizi au mashambulizi kwenye via vyao vya uzazi. Sasa hebu angalia haya mashambulizi hufanya vitu gani? Kwa mfano, mashambulizi ya kwanza tunasema ni pelvic inflammatory disease PID. Hii kazi yake kubwa huenda kuziba na kuharibu mirija yake ya uzazi. Sawa? Ila mashambulizi mengine ni hali ya fangasi sugu. Hii huenda kuharibu mazingira ya uke wako, kana kwamba hata kiwango cha pH huwa kinaenda tofauti. Hata mwanaume anapofika kileleni, sometimes unaweza ukasimama na mbegu zikachuruzika. Sawa? Mashambulizi ya tatu, mashambulizi ya UTI yenyewe yakipanda huathiri kizazi. Sio kwamba uishia kwenye kizazi tu, huenda hadi kwenye figo. Hivyo mwanamke apaswa uwe makini. Bakteria wabaya wao kazi yao wakishashambulia huenda kujizalisha mara elfu mara nyingi zaidi, yani wanajizalisha mara nyingi zaidi. Kwa hiyo uweka mwili wako hatarini, na hivi vyote upelekea hadi kinga yako ya mwili kuwa chini baada ya haya mashambulizi yote mwanamke kupata. Hivyo basi, kama wewe ni mwanamke na umetafuta muda mrefu mtoto upate, au unabeba mimba zinatoka chini ya miezi mitatu, nitafute nikupatie suluhisho mapema, nikupatie tiba ambazo watu wengi wamezitumia na wamekuwa vizuri. Sawa? Ukiangalia hapo utaona baadhi ya shuhuda ambazo nimeziambatisha. Hivyo basi, kuna jambo la kujifunza kwako wewe mwanamke. Mashambulizi ni adui namba 1 wa afya yako ya mfumo wa uzazi na akili kwa ujumla.